na furaha kwa kupata TV bora. Tunayo raha kwa kupata TV bora. Karibu kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia, mtangazaji wako. Matumaini yangu kwamba umzima wa afya mahali pote ambapo lipo kupitia televisheni yetu Muteba TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, Lubumbashi, Uvira na nchini Burundi, huko katika nchi ya Burundi. Bila kuponda muda, mtazamaji wetu wa televisheni Muteba TV, tukupe vichwa vya habari ambavyo tutakayozungumzia kwa siku ya leo. Tutazungumzia kuhusu drone kamikazi ambayo imekamatwa na jeshi la FARDC huko maeneo ya Kisangani. Drone hiyo ambayo ilikuwa ni ya M23 ambayo ilikwenda kuendesha shambulizi maeneo hiyo na kuweza kukamatwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuzungumzia kuhusu kikao kikubwa ambacho kilichofanyika mjini Uvira, kilichoongozwa na kiongozi wa PNC Colonel Luimbo, ambaye alikwenda kuonesha mambo mengi ya usalama mdogo ambayo itakayoanzishwa kwa sasa na viongozi wa jeshi la polisi hapa mjini Uvira, na kujua mikakati gani ambayo tayari imekwenda kupangwa. Na pia tutakuzungumzia kuhusu vijiji tayari ambavyo vimemilikiwa na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo kwa sasa huko maeneo Minembwe. Shangwe iko katika wananchi baada tu ya Minembwe kuweza kutoka mikononi mwa wagaidi. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Karibu. Katika habari zetu za siku ya leo tukujuze kuwa walimu ambao waliokuwa nchini Burundi kwa sasa waliweza kurudishwa na gavana wa jimbo la Sud Kivu. Walimu hao ambao walikuwa wamekimbia mapigano ambayo iliyoendeshwa na waasi wa M23, na hiyo ikawafanya walimu hao kuweza kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kukimbilia nchini Burundi. Baada tu ya mitihani pia shule kuanzishwa mjini Uvira, walimu hao walijikuta kabisa wakiwa nje ya nchi, na hivyo karibuni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Jean-Jacques Purusi iliweza kuingilia kati na moja kwa moja kuweza kuruhusu walimu hao na kuweza kurudia sherehe hizo ambazo zilizofanyika kwa kuwapokea kwenye mpaka wa Kavimvira ziliweza kufanyika kwenye shule la Aksio kusaidia hii tariki 5 Februari mwaka 2026 katika vile ya Uvira. Seremoni hizo ambazo ziliweza kukusanya viongozi wa mahali, viongozi wa kijeshi pamoja na wa polisi na wale wa kisiasa. Katika sherehe hizo gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Purusi alipata nafasi ya kuweza kuwashukuru na kusema kuwa waendeshe visomo vizuri kwa wanafunzi, kwa sababu serikali inaendelea kulinda usalama. Tayari usalama wa kudumu umeanza kuimarishwa katika mji wa Uvira. Moja kwa moja tukimbie kupitia habari ambazo tulizozipata huko maeneo ya Kisangani. Habari ambazo tulizokuwa nazo zenye kuwa za uhakika, drone kamikazi moja ya waasi wa M23 iliweza kukamatwa hiyo siku ya 4 ya tariki 5 Februari mwaka 2026 majira ya saa 4 dakika 40. Habari hizi ziliweza kueleza kupitia msemaji wa kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Drone hiyo kamikazi ambayo ilikwenda kuendesha shambulizi huko maeneo ya Kananga iliweza kuwa neutralize na wanajeshi wa taifa baada tu ya M23 kuanzisha kuzusha vitimbi na utumbu kutaka kubana aeroporo hiyo ya Kisangani. Na hapa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa kimasomaso. Wiki iliyopita shambulizi ya drone hizo ziliweza kuendesha maeneo hayo na kusababisha wakaazi kuwa katika hali ya hofu. Hii ni moja kati ambayo tunayozungumzia kila leo, kwa sababu waasi wa M23 wanajaribu
kuendesha shambulizi nafasi mbalimbali wakati kunakuwa duara ya mazungumzo ambayo inapangwa kufanyika ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi karibuni drone hiyo iliweza kuwa neutralize na hakuna hata dega materiali ambayo iliweza kuonekana, kwa sababu kunakuwa na zile strategy ambazo wanajeshi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa nazo za kwanza kuneutralize drone na nafasi zingine, kwa sababu jeshi la Kongo kabisa limekuwa limejipanga, linakuwa na nguvu na linakuwa na uwezo mkubwa wa kuanzisha kabisa hali hiyo ya kwanza kuneutralize drone ambazo zinatumwa na M23. Na hii imeanza kuwapatia faiblesse, kwa sababu vita ambavyo vilikuwa vikapiganwa zamani kwa sasa vimeonekana kuwa vimeweza kubadilika kabisa, kwa sababu hali hiyo imeleta changamoto katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuongelee maeneo ya huko Minembwe. Maeneo ya Minembwe kwa sasa tunavyozungumza, jeshi la Kongo la FARDC pamoja na wazalendo kabisa wanaendelea kukontrole vijiji mbalimbali vya huko Minembwe, kwa sababu hali ambayo tuliweza kukuambia wiki iliyopita, tulikwambia kwamba jeshi la FARDC tayari limeweza kumiliki pale maeneo ya Minembwe. Watu wengi walikuwa nabisha, wengi walikuwa nakataa kwamba Twirwaneho, Red Tabara, Android mpaka sasa wangali pale Minembwe. Nilikwambia kwamba Sematama aliweza kukimbia pale maeneo ya Minembwe na kuja kuinstale makao yake pale maeneo ya Lemera huko. Na ingekuwaje aweze kukimbia kijiji hiyo kama hakukuwa atake na kama hakuzidiwa? Na ukiangalia zaidi ya miaka mitatu Twirwaneho, Android, Red Tabara na wasi wake wa M23 wakiwa pale maeneo ya Minembwe, na serikali ilikuwa inajaribu kufanya shambulizi na bila kufua dafu. Serikali ilikuwa inafanya shambulizi bila kufua dafu, lakini kwa sasa kunakuwa na ile mbinu ama strategy ambayo iliweza kufanyika. Tangazo la jamii ya swandi zao wa Kongomani wa Nyarwanda ambao wako pale maeneo ya Minembwe waliweza kuamuru watoto kusema kwamba waweze kabisa kuacha mji huru ili serikali ianze control, kwa sababu hawana besoin ya kupoteza watu, kwa sababu ukiangalia watu wengi kabisa ambao wanaendelea kufariki kupitia vita ambavyo vimeanzishwa na M23, Red Tabara, Android na Twirwaneho, kwa sababu kila leo vijana waendelea kufariki. Na ukiangalia vijana wengi wa pale maeneo ya Minembwe, wengi wao walitoka Umarekani, Ufaransa, Uingereza na wakaja tena kuungana na waasi. Ni jambo ambalo linakuwa linaleta hofu. Uko Ulaya una maisha mazuri, lakini unadanganywa, unakuja tena kupoteza maisha yako katika hali ya ujinga, hali isiyokuwa ya kawaida. Na ukiangalia pale Minembwe kabisa, vijana wengi waliweza kufariki kwa sababu jeshi la Kongo lilikuwa limejipanga, na kulikuwa ile resistance kama nilivyokuambia. Ile resistance ilianzia pale maeneo ya Point Zero na nafasi zingine, lakini jeshi la Kongo sababu lilikuwa liko na ile technique na ilikuwa na ile uzoefu, kwa sababu ukiangalia wahibu ambao walikuja wako wanawapatia moyo wazalendo. Na ukiangalia vita ambayo iko napigano ni vita ambayo kabisa iko sawa, ni vita ambayo imejipanga na ni vita ambayo iko kwa mstari wa mbele. Nini hasa masemi ya M23 baada tu ya kuondoka mjini Uvira? M23 kila leo iko inashawishi Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mataifa kwamba Umoja wa Mataifa inatakiwa kuja Uvira kukontrole maeneo ya Uvira. Kwa nini M23 iko inalalamika tu Umoja wa Mataifa MONUSCO ije kontrole Uvira wakati Bukavu hawako na huko maeneo ya Goma hawako na nafasi zingine? Kwa nini wanalilia tu Uvira? Na ukiangalia watu wa Uvira wanakuwa kimesomeso, kwa sababu wanasema kwamba Goma M23 iliingia, MONUSCO ilikuwa Bukavu na nafasi zingine. Kwa nini wako wanasema mpaka M23 inaendelea kusema kwamba gouvernement iweze kuondoka Uvira, iondoke Uvira na iachie MONUSCO? Hii kuomba iondoke, je, haiwezi kuwa ni mbinu kabisa ya kutaka tena kuingiza Uvira katika hali ya wasiwasi? Kwa sababu wanakwambia MONUSCO kiingia Uvira, wazalendo na FARDC wanatakiwa kuondoka Uvira na kuacha Uvira, kwa sababu ukiangalia hali ambayo ipo, Umoja wa Mataifa iliweza kuambia M23 iweze kuondoka kuacha territory yote ya Uvira. Lakini ukiangalia mpaka sasa wako pale Sangi, Kabunambo, wako pale Sangi. Na ukiangalia pale Sangi ambao wako na pale Kabunambo ambapo FARDC iko, wako wanaangaliana.
na hakuna shambulizi ambayo inayofanyika. Juzi tu ndo kulikuwa milio kidogo ambayo ilisika pale maeneo ya Kiamate, na ilikuwa ni mabishano kwa muda mchache tu na ikaweza kusimama. Lakini raia wa Uvira wako wanaomba serikali kuwa kidete, kuwa kimasomaso, ili kuangalia namna gani wanaweza wakapinga hali hiyo ambayo iko nataka kufanya M23 endelee kulalamika kwamba Uvira kuko hali ya usalama mdogo, Uvira kuko hali ya watu ambao wanaendelea kunyanyasa, wakati raia wa Uvira wanaishi vizuri bila hata tatizo. Raia wa Uvira wanakula vizuri, ukiangalia makazi ziko sawa, na kila leo tulikwambia kwamba polisi kwa sasa imeingia Uvira, na kikao ambacho kimefanyika tutazungumzia hilo swala kwa sababu Colonel Luimbo aliweza kufanya kikao na mea wa mji na viongozi wa mahali, ambapo alipata nafasi ya kuzungumzia kuhusu hali ya usalama, kwa sababu wamesema kwamba kuna kuwa na ile patrui ambayo imeanzishwa ya mapolisi, polisi pamoja na wanajeshi ambao wanajipanga kufanya patrui usiku na mchana, na pia wataimarisha kwa sababu kuna kuwa zile makasho ambazo hazikukua, zile makasho sote zinapaswa kurudilia ili kuanza kupinga vile vitendo vya uhalifu, ambapo kulikuwa na mashida ambazo zilikuwa zikitokea. Unakuta watu wanapelekwa kwenye serikali, unakuta watu wanapelekwa kwenye kaza kijeshi ama kwenye kaza kizalendo, ambazo hizo zote zimeweza kukomeshwa na kuruhusu polisi ianze kufanya kazi yao. Kwa hiyo raia wako na ile mashaka, alicha kuwa wanaomba MONUSCO ije, wanasema kwamba FARDC na wazalendo watakiwa kutoka Uvira. Lakini je, hilo swala litaweza kuonekana? Je, hilo swala litaweza kufanyika au litaweza kufanyikiwa katika malengo ya M23? Na kwa nini M23 inalalama tu kuhusu ujio wa MONUSCO hapa mjini Uvira? Habari zingine ambazo ziko ndani kabisa ambazo tulizipata, hizi habari za ndani kabisa zinaeleza kwamba hali ya M23 kubaki pale maeneo ya Sange inafika mwisho, na huenda kabisa tarehe 15 watakuwa tayari wamejiondoa mpaka kubaki pale maeneo ya Kamanyola. Na wakongomani wao hawasemi kubaki Kamanyola tu, wanaomba waondoke katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo kabisa linaendelea kuwapa wananchi hofu katika maeneo yote na katika nyanja za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana mtazamaji wetu, na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni mtangazaji wako Jean-Vie Emmanuel Kaluhe, nikutakie mchana mwema kwako. Kwaherini. Tunafurahi kwa kupata TV bora.